Ethiopia imetangaza rasmi kupiga marufuku uingizaji wa magari yote yanayotumia mafuta ya petroli na diesel nchini humo na sasa kugeukia umeme kwa 100%. Azma hii iliwasili mnamo mwaka 2024 wakati serikali ilipoamua kuhusu mustakabali wa usafiri nchini humo. Miaka miwili iliyopita, Ethiopia ilikuwa na takriban magari ya umeme 30 barabarani. Hadi leo, idadi hiyo imeongezeka karibu mara 4 zaidi, na nchi hiyo sasa ina zaidi ya mabasi 1000 yanayotumia nishati ya umeme, hivyo kupunguza kelele katika jiji la Addis Ababa. Sekta ya uchukuzi wa kutumia mabasi yanayotumia umeme nchini Ethiopia inahudumia zaidi ya abiria 90,000 kwa siku. Hata hivyo, changamoto kubwa inayokumba Ethiopia katika mradi huu ni vituo vya kuchaji magari. Takriban vituo 500 vya kuchaji magari, vingi viko jijini Addis Ababa, hali inayozuia matumizi ya magari ya umeme nje ya mji huo mkuu. Ethiopia imekuwa ikitumia takriban euro bilioni 4 kila mwaka kununua mafuta kutoka nje. Nchi hiyo imeona kwamba hizo ni pesa nyingi ambazo nchi inazihitaji kwa ajili ya mambo mengine ya maendeleo. Kinachochangia mabadiliko haya ni upatikanaji wa umeme kwa urahisi kutokana na bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia ambalo ndilo bwawa kubwa zaidi barani Afrika. Bwawa hilo lilianza kufanya kazi mwaka 2025 likiwa na uwezo wa kuzalisha zaidi ya gigawati 15,700 za umeme kila mwaka. Licha ya hatua hizi kubwa za kimaendeleo, bado kuna changamoto kubwa ambapo zaidi ya Waethiopia milioni 63, takriban 46% ya idadi ya watu nchini humo wanaishi bila umeme. Mimi ni Ibrahim Jodia na hii ni Coco FM. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii. Coco FM, ladha ya Pwani. FM, ladha ya Pwani.